Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga robot aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Warumi sura ya 7. Tutaanza na siri ya kwanza, mfano kutoka kwa sheria ya ndoa. Ndugu zangu, hamjui maana nasema hao waijuao sheria, ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati awapo hai, mmewe kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi, ila mmewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi ajapoolewa na mume mwingine. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuwa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa zilizokuwako kwa sababu torati zilitenda kazi katika viungo vyetu, hata mkaizalia mauti mazao. Bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Kifo chake Yesu Kristo kinafananishwa na sheria ya ndoa, jinsi mwanamke anapokuwa amefungwa na mume wake pale anapokuwa hai. Yesu asingekufa, manake tusingeweza kuwa huru. Yesu asingekufa msalabani, tusingeweza kuwa huru. Ujue Yesu maana yake ni mwokozi, na damu yake Yesu imebeba uhai wetu wa kuwa huru. Ukumbuke Yesu alipokufa akatufanya kuwa hai. Maana yeye alipokufa akawa hai. Maana Yesu alipokufa akatununua, akatufanya sisi tuwe huru kupitia jina lake na damu yake iliyobeba uhai. Siri ya pili, sheria na dhambi. Tusemeje basi, torati ni dhambi? Hasha! Walakini singalitambua dhambi ikiwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingalisema usitamani. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani, kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri, dhambi ilihuika, nami nikafa. Nikaona ile amri iletayo uzima, ya kuwa kwangu mimi iletayo mauti. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. Basi torati ni takatifu, na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Basi je, ile iliyo njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Hasha! Bali dhambi ili ionekane kuwa ni dhambi hasa ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ya ile njema, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya mno. Nini tunajifunza kuhusu torati? Yesu asingepata thamani pasingekuwa na torati. Yesu asingepata thamani
asingekuja kutufia msalabani kwa ajili ya Torati iliyotushinda kwa sababu ya kushindwa kuenenda sawasawa na sheria ya Torati. Maana yake thamani ya Yesu ipo katika Torati, thamani ya Yesu ipo katika sheria ambayo ilitufanya tuingie katika dhambi. Ndipo tunakuja kumpata Yesu Kristo kama Mwokozi ili thamani yake iwe kubwa. Wanasema kwamba huwezi ukaipata thamani ya chakula kama hujawahi kulala njaa. Thamani ya chakula tunaipata kwa mtu uliyewahi kulala njaa, uliyewahi kuumwa tumbo, njaa inakuuma. Ndivyo ilivyo hata kwenye sheria ya Torati. Torati imekuja ili thamani ya Yesu iwe kubwa na ili tuweze kumjua Yesu kupitia ile Torati. Na Mungu pia huwezi ukamtambua kwenye neema kuanzia Januari mpaka Disemba. Mungu tunamtambua katika shida na dhiki, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Yesu alipokuja akatukuta tuko kwenye dhiki, tukapata kumtambua baada ya kutuokoa kupitia hiyo Torati iliyokuwa imeingia mafarakano sisi na Mungu. Ndiyo maana tunaposema Torati sio dhambi, kwa sababu Torati ilibidi tangulie ili tupate kumjua Mungu kiundani na kumjua Yesu kiundani na kujua jinsi Mungu alivyo na upendo juu yetu. Mzozo wa kindani. Kwa maana twajua ya kuwa Torati asili yake ni rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikili ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inanipiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Nini tunapojifunza asili hii ngumu inayoelezewa mzozo wa kiundani? Ukisoma inaeleza kwa uzuri sana. Mfano, tutaangalia mfano kuna mtu anatamani kutoa sadaka iliyo kubwa zaidi. Kwa mfano, kutoa 1/10 ya mapato yake, lakini anajikuta hajafanya. Ni kwa nini hajafanya? Kwa sababu kilichopo ndani ndicho kinachomkosesha. Ile iliyomo ndani ya mwili, roho, kwa sababu ya kuasi pale bustani, ile roho mbaya ikakaa ndani. Kweli fikira zinatamani utende mema, lakini unajikuta hujafanya. Au unatamani kusoma neno la Mungu, lakini unajikuta hujafanya. Unatamani uwajali wazazi wako, uwasaidie kwa moyo radhi, lakini unajikuta haufanyi. Paulo alieleza hiyo hali ambayo unatamani uifanye na hauwezi. Yesu alipokuja akatufia msalabani, akatupatanisha kwa damu yake, tukawa kitu kimoja naye katika ulimwengu. Na tunapomwamini, ile hali maana yake haitushindi tena, kwa sababu tunakuwa na nguvu ya Yesu ambayo iko ndani yetu, ndio inayotushindia tuyashinde hayo. Ndicho alichokuwa nakizungumzia huu mzozo wa kiundani mtumishi wa Mungu Paulo. Tunapojifunza
hili neno. Tunapomzungumzia Yesu Kristo, tunamzungumzia katika upana zaidi, kwa maana ya kwamba hali ile ambayo inatufanya sisi tushindwe kutenda vizuri, tunapomwamini Yesu Kristo anatufanya tuweze kutenda uzuri zaidi. Ndipo siri ya ufalme wa Mungu ilivyo. Yesu kufa msalabani ili kutupatanisha, kutufia ile dhambi ili iweze kushindwa isipate kututawala, bali Yesu Kristo atawale, kwa sababu yeye aliishinda na katawala. Ndiyo maana tunavyomwamini Yesu Kristo ili tupate kushinda dhambi iliyokuwa inatutawala hapo mwanzo pasipokuwa na Yesu ndani ya maisha yetu. Yesu ni Mwokozi. Yesu ndiye aliyetufia ili tuweze kuishinda dhambi iliyokuwa inatutawala katika mzozo ulioko kiundani ya fikra zetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.